Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Aprili 12 siku ya Jumapili. Mada ya leo inasema vidole vilivyobanana vya kiburi. Kiburi. Unapolifikiria neno hili, unaweza kuwa na picha ya mwanasiasa mwenye kiburi, mtu tajiri au mashuhuri, au tausi dume. Kiburi ni hisia kwamba wewe ni wa muhimu sana au bora kuliko watu wengine. Kwa kweli, kiburi ni hisia ambayo mtu hawezi wala hapaswi kuitegemea. Kiburi kilianza na Lucifer, yule kerubi afunikaye ambaye alikuwa katika utumishi wa karibu zaidi na Mungu. Hatujui kwamba ni lini au ni kwa jinsi gani mawazo hayo ya ubinafsi yaliingia moyoni mwake, bali tunajua kwamba mawazo haya yaliusukumia ulimwengu katika kile tunachokijua kama pambano kuu. Tunaona kwamba shetani yuko kinyume cha Mungu. Linganisha Isaya 14:12 hadi 14 na Wafilipi sura ya 2:5 hadi 11. Matokeo yake, dunia yetu imepambana na matokeo ya dhambi tangu shetani alipopandikiza mashaka kwenye akili za Adamu na Hawa, na kisha akawajaribu kupenda na kutumainia nafsi kuliko Mungu. Soma Yohana wa kwanza sura ya 2:15 hadi 17. Ni hoja gani kuu tatu ambazo ibara hii inakufundisha kuhusu kiburi na kuipenda dunia? Je, kiburi kitapata kuwa chanya wakati wowote? Pengine si kwa namna tunavyokijua katika muktadha huu, ingawa tunaweza kulitumia neno hilo kwa namna chanya. Tunapozungumzia mafanikio ya mtu au katika muktadha wa shukrani za dhati sana kwa ajili ya kitu fulani ambacho mtu fulani ametenda, ninaona fahari sana kwa ajili yako. Ni muhimu kuelewa kwamba kutafuta ubora na kutambua na kuthamini vipawa na uwezo ambao Mungu amekupa si lazima kuwa na kiburi. Kulingana na maandiko, kuna aina sahihi ya kujipenda kulingana na maandiko. Fikiria juu ya amri ya Yesu katika Marko 12:31 ambapo anasema tuwapende wengine kama tunavyojipenda wenyewe. Lakini daima huu ni upendo usio na ubinafsi. Watu pia hawana kiburi wanapokuwa na uwepo wa Mungu katika maisha yao na kuwa na mwelekeo wenye kusudi. Tazama Timotheo wa kwanza sura ile ya 3 aya ya 1. Watu wanakuwa wenye kiburi pale wanapokuwa hawampi Mungu tukufu kwa kile anachofanya katika maisha yao. Tunapaswa kuwa waangalifu kukumbuka kwamba mali, uwezo na mafanikio yetu haviamui thamani yetu. Badala yake, thamani yetu inapaswa daima itoke kwa Mungu, kwa sababu kila kitu tulicho nacho, hata kile ambacho hutupatia jaribu la kuwa na majivuno, vinatoka kwake tu. Hili ni jambo ambalo hatupaswi kusahau kamwe. Jiulize, je, nina kiburi kiasi gani kweli? Je, kiburi changu binafsi kinaweza kuathiri vipi uhusiano wangu na Mungu na wengine? Hii ni Aprili 12 siku ya Jumapili, mada ikisema vidole vilivyobanana vya kiburi. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu na sasa na hata milele. Amina.